dhulm, na hii si katika matendo mazuri ya ayuha muslimun, na katika matendo au katika maksad khalqi al-insan. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwanza ili amwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atende matendo mazuri aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyoamrishwa katika Qur'ani na Sunna, na vile vile manabii kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam wote wameamrisha katika matendo mazuri. Na al-maqsad al-thalith, jambo la tatu, as-sabr. Katika maisha yako yote ni subra. Maisha yako yasipokuwa na subra, basi utafanya yafuatayo. Kwanza kabisa, hutofanya ibada, kwa sababu ibada inahitaji subra, na ndio maana ahlul ilm wakazigawanya subra katika aina tatu. Aina ya kwanza, as-sabru fi ta'ati Allah, ni kufanya subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamka alfajr ni subra, kwa sababu usingizi mzito, wakati mwingine kuna baridi, lakini unahitaji subra. Kwa hiyo kufanya ibada kunahitaji subra, kutoa sadaka, kutoa zaka, kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutolea maskini, kulisha maskini, kuwanunulia dawa wagonjwa, kusaidia wagonjwa hospitalini, kusaidia mayatima, kunahitaji subra, kwa sababu unatoa nafsi yako, unatoa mali zako. Aina ya pili ya subra, as-sabru an ma'siyati Allah, kufanya subra kwa kuacha maasi. Ukiacha pombe, kwa sababu pombe ni haramu katika Uislamu, unahitaji subra, kwa sababu kuna wengine hawawezi, lakini unahitaji subra. Kuacha zina unahitaji subra. Kuacha wizi, una njaa na mali unaiona mbele yako, hutaikani kuiba, inahitaji subra. Una njaa, unahitaji subra. Kutapeli, kufanya dhulma, kufanya wizi, kunahitaji subra, ndugu zangu. Kwa hiyo maisha ni subra. Na aina ya tatu ya subra, as-sabru ala aqdari Allahi al-mu'lima, kufanya subra katika makadirio anayotukadiria Allah ambayo yanaumiza. Umepata ugonjwa ambao unakusumbua katika maisha yako, lazima ufanye subra. Usipofanya subra, utaenda kwa waganga, utapiga ramli, utaambiwa mamako ndo anakuroga, babako anakuroga, unarudi unaamini babako anakuroga, unafanya uhasama na babako, mnagombana, unamtukana mamako, mnagombana. La budda min as-sabr, lazima uwe na subra. Ukipata msiba, subra. Biashara zako zinayumba, subra. Usianze kudhania fulani amekupiga kijicho, fulani amekuroga, usifanye hivyo. Inahitaji subra, inahitaji sabru ayuha almuslim. Lakini jambo la nne katika maqasid, katika maksad ya kullu mwanadamu, an-nasiha, kunasihi. Na nasaha za kwanza uzifanye kwa familia yako, mkeo, watoto wako, wanasihi. Na nasaha hapa maana ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Ukiona mkeo anafanya jambo baya, mkataze na muamrishe jema. Watoto wako wanafanya maovu, wakataze, waamrishe mema. Huku ndiko kujenga jamii ambayo itatutolea watu ambao watakuwa na dhamana nzuri. Itatutolea viongozi wazuri, itatutolea wanasiasa wazuri, itatutolea wanadiplomasia wazuri, itatutolea wanajeshi wazuri, itatutolea polisi wazuri, itatutolea jamii ambayo inaheshimiana, jamii ambayo itakuwa haina wizi, jamii ambayo haina utapeli, jamii ambayo haina kutukanana na kushambuliana maneno ya batili na maneno ya uongo, jamii ambayo inajilinda yenyewe, haihitaji ilindwe. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe viongozi wetu katika khairi na taa, awafikishe viongozi wetu katika yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu